Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu mtazamaji, katika video hii nimekusudia kukuonyesha matokeo ya vijiti tulivyovipandikiza baada ya kuvikata katika mti huu. Kama unakumbuka, katika video iliyotangulia nilikata matawi kutoka kwa mti huu ambayo nikaonyesha baada ya kuyafungua namna yalivyokuwa yameotesha mizizi, kisha tukayapandikiza hapa, na nikasema kwamba baada ya kuchipua itachukua takribani wiki mbili au miezi miwili kutoa itachukua miezi miwili kutoa matunda. Lakini kuna jambo la tofauti ambalo limetokea, nataka nikuonyeshe katika zoezi letu. Kabla ya kukuonyesha zoezi hilo, kwanza nikulete katika zoezi lingine. Kwenye video za mwanzo kabisa kule tulionyesha katika kutengeneza miche mipya tunaweza tukatumia majani, na tukaonyesha miongoni mwa majani tukaonyesha mti wa aloe. Sisi tumezoea kusema aloe vera. Huu ni mti jamii ya aloe. Tulipokuwa kwenye semina ya tiba asili Muhimbili tarehe 22 mpaka tarehe 26 mwezi wa 9, kuna somo moja la namna ya uhifadhi wa kumbukumbu za miti dawa. Tuligawanya makundi, wengine wakaenda katika mimea mingine na sisi tukaenda katika mimea mingine. Tulikuwa makundi matatu. Kundi letu sisi tulikwenda kusoma mmea wa aloe. Hii mimea kwa mujibu wa mwalimu wetu Dr. Siri alituambia iko zaidi ya 52, na katika bustani yake pale Muhas alituonyesha kweli mingi kidogo ambayo ameipanda. Kwa hivyo sina haja ya kusomesha somo hilo la namna ya kuhifadhi. Mimi ninachotaka kusomesha ni namna ya kuotesha mche mpya kwa mimea ya jamii ya namna hii. Kwa kuwa somo langu lilitangulia, leo hii ninatoa matokeo. Tulisema jani kama hili au mfano wake kama vile minanasi na kadhalika, unatoa tu kule chini na ile sehemu yake ambayo inashikia, kisha unapandikiza na kuchipusha maji. Sasa leo tuangalie namna ilivyokuwa imetoa mizizi. Nafikiri umeona. Unaona hii mizizi? Huu ni mche tayari. Kwa hiyo hili jani namna lilivyo na jani la mnanasi nafanana hivi. Kwa hiyo ukilipanda kama hivi nilivyopanda, litatoa mizizi kama hii unayoiona. Wewe ndugu yangu mbishi, angalia vizuri, maana wewe hukubali mpaka uone. Haya, ushaona tayari mizizi. Hizi sio ndevu zangu, hii ni mizizi. Umeiona vizuri? Tena na watoto. Unaona watoto? Shatoa metoto tayari. Mwingine umeona? Na mtoto uko pembeni. Mche. Unaona? Kwa hiyo ukipanda jani moja unaweza ukatoa na miche mingine kadhaa. Unaona hii?
usibakie tu kubaki na hicho unachokijua. Kama hujui waulize wenzio. Hata Mwenyezi Mungu kasema fasalu ahla dhikri, waulize wale wenye kujua, wenye jambo lao. Wewe hujui kupandikiza miche, wewe unajua kulima tu, baada ya miche kununua miche. Sasa si uje uniulize tunafanyaje ili kupata miche mingi kwa unafuu? Hiyo sio taaluma yako, hiyo taaluma yangu. Njoo niulize ili tupeane taaluma. Pia Mungu amesema kwenye sura nyingine, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Hata kama unajua, lakini katika kila mjuzi kuna mjuzi aliyemzidi huyo mwenye elimu. Katika kila mjuzi basi kuna mjuzi zaidi yake. Hata kama ni jambo moja, basi kuna namna kuzidiana katika jambo hilo hilo moja. Sio ni aibu. Nafikiri umeelewa. Huu ni mmea wa Eloi. Wengine sisi tumezoea kuita aloe vera, lakini kwa mujibu wa Dr. Siri pale Muhimbili akatuambia hiyo ni aina moja tu miongoni mwa aina za Eloi, lakini ziko nyingi. Kuna huyo aloe vera na kuna wengine kadha wa kadha, iko zaidi ya 52 kwa hapa Tanzania. Nashukuru sana kwa taaluma aliyotupatia mwalimu wetu. Sasa turudi katika haya matawi tuliyapandikiza baada ya kuota mizizi. Naona yameshachipua tayari, yote yamechipua. Naona vizuri, yote yamechipua, yote yamechipua. Yote yamechipua. Baada ya kuyakata, tuliyafunika hapo, tuliyachimbia, tukamwagia maji, kisha tukafunika. Naona ngine yote yamechipua yote, na hili moja limetoa maua kabisa, kwa maana hili litazaa hapa hapa. Hiki ndio kitu kipi ambacho nilikuwa nataka kukionyesha. Nilisema haya baada ya kuchipua yatakaa takriban miezi 2 ndio kuja kuzaa. Lakini kuna kitu kipi ambacho kimekuja. Hili limetoa ua kabisa. Ina maana kwamba wakati nakata inawezekana ile tawi lilikuwa na ua. Kwa hiyo umeliona limechipua. Na utakwenda kuona jingine ambalo liko lina maua kabisa kama hilo. Ua ni hili hapa. Lakini limechipua hili baada ya kulipandikiza. Lakini kuna ambayo nilipandikiza baada ya kulikata likiwa na maua yake. Twende ukalione. Hili hapa, ile yenyewe nimelipanda peke yake tofauti na yale mengine. Kwa sababu hili lilikuwa na maua, nikaja kuliotesha hapa. Umeliona? Baada ya kuliotesha, ndani ya siku 3 yale maua yakatoa matunda. Unaona mbili. Zione hizi. Huu kwa sababu ulikuwa na uharaka wa kutoa matunda, nimekuja kuupanda hapa kwa jirani yangu. Unaziona Huu sio uchawi. Hii ni taaluma. Unaona mbirimbi hizi? Njoo utafute mche kwangu. Nadhani umeelewa kitu kilichofanyika. Nadhani umeelewa kitu kilichofanyika kutokea pale tulipokata haya matawi kuja kuyapandikiza hapa, na leo hii tunaonyesha
yameshachipua tayari, lakini kuna mengine haya na maua na kuna mengine kule tumeona sasa hivi una matunda. Kwa hivyo ninakaribisha maombi kwenye shamba lako, bustani yako au nyumbani kwako, tuje tufanye zoezi hili la kuotesha miche mipya kutokana na mche wa asili katika mti mwingine tofauti na huu. Huu nimefanya ni mbirimbi kwa sababu huko nyumbani kwangu, lakini tunaweza kufanya katika miti mingine kwa zoezi, kwa taratibu hizi hizi. Napendekeza miche ya miembe, michungwa, miparachichi, mifyoksi, mieple, mipea na miti mingine kadha wa kadha katika miti migumu niite, ili tuweze kufanya jambo la uendelezaji wa uoto wa asili ambao umepotea kwa kasi kubwa. Naitwa Kupa Pazi Saidi, naishi Kivule Nyang'andu, mtaa wa Magore, kata ya Kivule, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Pia ninaishi Bagamoyo katika mtaa wa Bongwa, eneo la misikiti miwili. Namba zangu ni 0622 048587. Nyingine ni 0713 506975. Karibu ili tuweze kushirikiana katika kurudisha uoto wa asili na kutengeneza mazingira yaliyokuwa mazuri ya nchi yetu. Pigie ili tuweze kupanga miadi kwa ajili ya kufanya zoezi hili. Asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.